Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetujalia tukakamilisha mazungumzo yetu juu ya ibada ya hija. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala pale tulipopatia, Allah subhanahu wa ta'ala tulipe kheri, na tulipoteleza kwa nafsi zetu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe. Kama tulivyoahidi, baada ya kumaliza mazungumzo yetu juu ya ibada ya hija, tutazungumzia historia kwa ufupi za maeneo mbalimbali yaliyoko katika mji wa Maka na katika viwanja vitukufu ambavyo watu wamekwenda kwa ajili ya ibada ya hija, pamoja na mji wa Madina. Leo tukianzia katika mji wa Maka. Katika mji wa Maka, kaskazini mwa mji wa Maka, uko mlima pale ambao unaitwa Jabalul Hira, jina maarufu Jabalul Hira. Mlima huu ni mlima ambao una historia na una mafunzo makubwa ndani yake, ambapo naamini kabisa kwamba wengi wanaokwenda katika safari hii ya hija, viongozi wao wanawachukua kwa ajili ya ziara kwenda kutembelea eneo hili na wanawaeleza, lakini na sisi tutaeleza kile kidogo tunachokijua ambacho wengine watakisikiliza. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika umri wake hakuwa mwenye kufanya mambo mabaya, bali alikuwa mwenye kuyachukia mambo mabaya ambayo yalikuwa yakifanywa na wakazi wa mji wa Maka. Katika mji huu watu walikuwa wakiabudu masanamu, watu walikuwa wakitufu Al-Kaaba wakiwa uchi, watu walikuwa wakiua mabinti zao, watu walikuwa wakinywa ulevi, watu walikuwa wakifanya vitu vingi ambavyo vilikuwa yeye vinamchukiza. Na alipofika umri wa miaka 38, kwa kuwa alikuwa hajui awalinganie vipi, alikuwa hajui afanye nini, bado hajafikishiwa utume na maelekezo, aliamua kuwa awe anakimbia yale yanayofanywa na watu. Akawa anatoka nje ya mji, anakwenda saa nyingine anakaa wiki moja, wiki mbili, hata ikafikia wakati mwingine mke wake na watoto wake wanakwenda kukaa naye, au wakati mwingine wanampelekea chakula, au mara nyingine yeye anarudi kuja kufuata chakula. Katika harakati zake hizo za kukimbia maovu yaliyokuwa yakifanyika katika mji huo, ndipo alipogundua mlima huu unaoitwa Jabalul Hira. Ni mlima mrefu, ni mlima ambao watakiwa nguvu hasa. Tukisikia mtume tusije tukadhani tu ni kijibabu hivi cha Kiarabu. Alikuwa ni mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa nguvu, kwa sababu mlima wenyewe, kama wale watakaokuwa wamekwenda kuushuhudia, ni mlima ambao wataka nguvu sana kupanda mpaka ufike juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipanda katika mlima ule, akijificha juu ya mlima una eneo mfano wa pango, ambapo alikuwa akikaa pale na akijaribu kutizama ulimwengu ulivyo, akiona milima, miti, majangwa, mji wa Maka na vitongoji vyake, akiangalia namna gani ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala uumbaji wake, akitamani kujiona kwamba yaani anajua na anaweza kufanya ibada mbalimbali, lakini bado hajapewa maelekezo hayo. Wanasema wenye kusema kwamba alipofika umri wa miaka 40 na zaidi kidogo, takriban na nusu, ilikuwa ni katika mwezi wa Ramadhani, mwezi 17, siku ya Jumatatu, ndipo alipojiwa na malaika Jibril akiwa katika mlima huo. Na siku hii Jibril alayhi salam alimjia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwa katika umbile lake halisi la kimalaika, ambapo umbile la malaika Jibril ni kubwa sana, lenye kutisha, lenye kuhofisha. Wanasema wenye kusema kwamba mbawa moja ya Jibril inaweza ikaufunika ulimwengu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaogopa sana, akatetemeka sana. Jibril alayhi salam akawa anamwambia iqra, iqra. Hapa ndipo ilipoteremshwa sura hii ambayo inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako aliyekuumba. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa akikaririwa maneno yale, na yeye akimwambia mimi si mwenye kusoma, mimi sijui kusoma, hakuwa amesoma Mtume sallallahu alayhi wasallam, Jibrili akawa anamshika, anamminya kwenye mbavu kutaka lazima asome. Kwa hivyo hapo ndipo ilipoanza kujiwa na malaika Jibrili na kuanza mafundisho ya kufundishwa
Qur'ani na dini yetu hii ya Kiislamu. Hapa kuna mafundisho mawili muhimu ambayo mimi na wewe tunatakiwa tujifundishe. Fundisho la kwanza ni kukimbia mambo mabaya pale unapoyaona. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha fundisho hili. Alikimbia kutoka katika mji wa Maka akenda nje ya mji kwa ajili ya kukimbia mambo mabaya. Sisi wakati mwingine tunayafuata mambo mabaya. Mtu anatoka kwa miguu yake, anasahau kwamba miguu itakwenda kumshuhudia mbele ya Allah, macho na mikono itakwenda kumshuhudia, anakwenda kuyafuata mambo mabaya. Na wakati mwingine mtu ana simu, anakaa anafungua vitu vibaya anaviangalia, anasahau kwamba vitu vyote hivi vitakwenda kumshuhudia mbele ya Allah. Kwa hiyo sisi kama Waislamu hapa tuna fundisho la kukimbia vitu vibaya. Lakini jambo la pili, hapa tuna fundisho la elimu kabla ya vitendo, kama walivyotuambia wenye kusema alilmu kabla alamal, elimu kabla ya matendo. Wengi katika sisi tunaswali, hatujui namna ya kuswali, hatujui sharti za swala, nguzo za swala, sunna za swala, wajibu wa swala, udhu, tahara, hatuzijui. Wengi katika sisi tunafunga, hatujui ibada ya funga. Tunaenda kuhiji, hatuijui hata hiyo hija yenyewe. Tunataka kutoa zaka, hatujui nani astahiki kupewa, kiasi gani chatakiwa kutolewa, wakati gani mtu atakiwa atoe. Haya yote sasa hapa Jibril alayhi salam anatufundisha na kumfundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba soma. Hakuja tu akamwambia wewe bwana, sasa tushakupa utume, nenda ukaswalishe watu, nenda huko kaadhini msikitini, nenda ukatoe mawaidha. Hapana, alimsomesha, alimwambia asome. Kwa hili ni fundisho la pili ambalo mimi na wewe kama Waislamu tunatakiwa tujifundishe, kuona kwamba ni lazima tuwe na elimu, tusiwe wasemaji sana wakati hatuna elimu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya tukio lile alirudi mjini Maka akiwa atetemeka, homa imemshika, anaogopa. Akaenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwake kwa Bi Khadija radhiallahu anha. Bi Khadija akaogopa kumwona mume wake yuko namna ile. Mtume sallallahu alaihi wasallam amejilaza kwenye kitanda, ambaye nifunike, anasikia baridi kweli kweli ya homa, kila mabrangeti yanavyoongezewa bado yataka kufinikwa. Bi Khadija radhiallahu anha akatoka moja kwa moja mpaka kwa moja katika ndugu zake ambaye anaitwa Waraka bin Naufan. Huyu alikuwa ni katika watu wa ahlul kitab, watu wa Kinaswara, ambaye alikuwa ni katika wanawavyuoni mwenye elimu ya kusoma. Akenda kumwelezea namna ambavyo mume wake amesibiwa na matukio hayo. Ikabidi akatoka akamwambia mlete aje hapa kwangu. Akenda akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaja naye mpaka pale. Alipofika pale akaanza kumhoji, kumfahamu, kumuuliza maswali yake. Mwisho akagundua na kumwambia kwamba wewe ni katika mitume na huyu aliyekujia ni Jibril ambaye ameshawajia mitume kabla yako wewe, na mimi nakuahidi kuwa pamoja na wewe nitakuwa mmoja katika wafuasi wako. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu mema, na Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu. Inshallah tutaendelea historia mbalimbali katika kipindi ambacho Allah atatuwezesha. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.